Kuna mtu aliniuliza, unafanyaje Dailiza? Mbona unakuwa bado unaonekana kijana? Jamani, kuna vitu ukivielewa unavifanyia kazi kila siku. Kwanza uvielewe, alafu pili uvifanyie kazi kila siku. Usifanyie kazi blindly afya yako. Afya yako usiifanyie kazi blindly. Fanyia kazi ukiwa unajua area gani unatakiwa kuzigusa. Ukijua area unazotakiwa kuzigusa, itakupunguzia gharama kwanza. Itakupunguzia gharama kitu cha kwanza, kwa sababu unaweza kuwa unawekeza mahali ambapo sio sahihi. Yeah. Lakini kitu cha pili, hata ukijisikia mwili unakupa taarifa ambazo usielewi, si una maumivu, utajua, utaelewa haya maumivu yanaweza kuwa yanatokana na nini. Lazima ujielewe. Guys, asante kwa kujoin live yetu. Please, kama ndio unajoin, tap basi. Una tap, una like na kushare. Live inaanza kuvutia. Sio mbaya ukituma viroses, ukituma rose. Ukituma zawadi. Mpaka tuombe jamani. Hivyo ndio vinafanya live inakuwa active. Si ndio hivyo? Unafanya live inakuwa active, ndio tunapiga story, mambo yanaenda. So, kitu ambacho unatakiwa kujua ni kwamba ukielewa unachotakiwa kufanyia afya yako na ukafanyia kwa usahihi, kwa sababu usiwe pia mvivu. Kama unatakiwa kufanya mazoezi, amka fanya mazoezi. Hamna kitu nimekifurahia sana kama kuamka asubuhi kufanya mazoezi. Ukifanya mazoezi, kwanza unakuwa na clear brain. Akili yako inakuwa na focus. Unaweza kufanya mambo yako vizuri. Lakini ukifanya mazoezi unaamsha homoni ya furaha. Yes, homoni ya furaha, unakuwa katika stage nzuri. Uvivu wa kuchelewa kulala. Kama unajua jambo ni sahihi, lifanyie kazi. Unajua? Hamna kitu kinaharibu afya kama kuchelewa kulala. Kuchelewa kulala kunaharibu afya vibaya mno. Kunakufanya unazeeka, unachoka. Jitahidi uwahi kulala. Unatakiwa ulale ukichelewa sana saa 4, masaa 3 kabla usiku wa manane. Ili uwe na afya nzuri, ili uishi maisha quality, lazima ulale masaa 3 kabla usiku wa manane. Especially kama umeshavuka miaka 30. Kulala, nilikuwa nasoma research moja jana. Actually mtu alishare hiyo research kwenye group. Hiyo research inasema, utafiti unaonyesha watu wanaolala mapema wanashinda magonjwa mengi sana. Na afya ya akili inakuwa stable. Afya ya moyo inakuwa stable. Kwa sababu rhythm ya mwili inategemea sana kulala. Unajua mwili ni kama kwaya. Sema hivyo, ngoja nielezee vizuri. Ulishaona vile kwaya inavyoimba? Sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya 3, sauti ya 4. Hebu fikiria mmoja hapo aimbe sauti iko nje ya key. Hiyo kwaya inakuwaje? Kwaya yoyote nzuri inaimba kwenye key kulingana na sauti yake. Wale ambao walisomaga muziki zamani, do re mi fa sol la ti do do ti la so fa mi re do. Yaani lazima zile key zikae sawa. Sasa mwili wako ni kama muziki wa kwaya. Lazima sauti ya kwanza mpaka sauti za 4 ziharmonize. Maana yake systems zako lazima ziharmonize. Rhythm za mwili wako lazima ziharmonize. Tumbo likishtuka tu, brain nayo ifollow. Brain nayo ikifollow, mifumo mingine ya mwili lazima ireact accordingly. Sasa sisi mifumo ina react kwa kushtuliwa. Pap, acha, zimisha maumivu ya kichwa. Kwani kichwa kinauma? Is a kind of music inakwambia iko out of place. Hii sauti unayoimba sio ya 3, hii unayoimba ni sauti ya 4, au sio sauti ya 4 kabisa, iko nje ya key. Your body
is like inaitwa ni kama mziki ambao unaimba kwa kuharmonize. Usipo harmonize tunasema mnaimba vibaya. Hapo ndio unaanza kuona mwili wako unakupa symptoms ambazo hazieleweki. Kuna video nimeshare hapo leo, nikaa nasema unapokuwa na kitu kinaitwa estrogen dominance, hii ina maana gani? Kuna dada mmoja nilikutana naye, kashafanya operation kama mara 4, anaishi kwenye dawa muda mrefu. Kwanza bahati mbaya sana hakuwa na consistency, hata kama ningeweza kumsaidia, kwa sababu bado anakuwa hapati logic ya kile kitu nilichokuwa namwambia. Guys, naturopathic medicine ni mfumo ambao una recognize natural state ya mwili. Whatever it is, ukifananisha naturopathic medicine na huduma zingine utakuwa confused. Acha sisi tukupe mahali pa kuingilia, mahali pa kuintegrate, kwa sababu tunajua. Lakini ukitaka mimi nifanye kama daktari wako mwingine, utakosea. Ndio maana mimi naitwa naturopathic doctor na yule anaitwa daktari wa jina lingine. Sasa huyu dada tangu akiwa binti alikuwa na hormone imbalance. Ile ya mpaka maziwa yanatoka. Anaishi na hormone imbalance mpaka anatoa maziwa kama ananyonyesha na hanyonyeshi. Na unajua ukiwa na hormone imbalance ya muda mrefu, mambo yanaweza kuwa usumbufu sana katika ukuaji wako. Ni vimbe. Vimbe zinaweza kusumbua sana. Jamani, naona kama na shake lakini take it easy, nitakaa sawa. Vimbe zinaweza kuwa usumbufu mkubwa. Vimbe tofauti tofauti, na usipozifanyia kazi kwa usahihi, usipo balance hormone kwa wakati inavyotakiwa, hivi vitu ndio baadaye vinakuja kukuletea saratani. Kwa sababu saratani sio kitu kinaamkaga siku moja. Saratani ni kitu unakifanyia kazi muda mrefu bila wewe kujua. So yule dada ameshafanya operation kama 6. Operation kama 6. Nyingine ameenda hadi India kufanya hizo upasuaji. Na kila daktari anamwambia hii tatizo ni estrogen. Lakini ukisikiliza tatizo ni estrogen, kwa mtu wa kawaida unaelewa nini? Unaona ni kitu kama kitu kidogo hivi. Lakini that's not small thing. Ukisikia una issue ya estrogen, hicho ni kitu kikubwa sana. Kwa sababu mifumo yako ya mwili, inflammation ni sehemu ya mwili wako, maumivu ni sehemu ya mwili wako. Yaani mwili wako una mambo mengi. Sia, naomba utume ujumbe hapa katika hizi namba mojawapo ili upate msaada vizuri. Kwa hiyo kwanza jielewe. Elewa rhythm ya mwili. Elewa mwili wako ashiria nini. Kwa nini unaumwa na joints? Kwa nini unaumwa na magoti? Kwa nini unaumwa na mgongo kila siku? Nini kinatokea mpaka mgongo unaanza kuuma? Ukiangalia sana, mgongo unaanza kuuma pale mwili wako unakuwa umetengeneza uvimbe ndani. Ninajua neno chronic inflammation maana yake ni uvimbe wa ndani ya mwili. Mwili unaanza kuuma pale ambapo mwili wako umetengeneza uvimbe ndani. Kwani kuna sababu inayosababisha. Mara nyingi sana hizi zinakuwa ni trigger. Kuna kitu kina trigger hiyo hali ya mwili kuvimba kwa ndani. Inaweza kuwa haujapata tu choo vizuri, haujanywa maji ya kutosha, imetrigger ikaamsha uvimbe wa ndani. Inawezekana tu jana hukupata usingizi. Inawezekana kuna mtu amekukasirisha, umelala na uchungu. Ukilala na uchungu, homoni ya cortisol inakuwa juu, mwili unatengeneza chronic inflammation. Hivi ni vitu ambavyo vinaweza kuwa ni vya kawaida sana, lakini kwa vile mwili wako tayari una madhaifu, tayari mwili wako una mabadiliko ambayo yanaruhusu hiyo hali ya uvimbe wa ndani kuleta maumivu kwa hali. Yaani katika vitu unatakiwa kufanya kila siku, ni lazima vyakula unavyokula viufanye mwili wako ucontrol uvimbe wa ndani.
Tuma kwa njia ya WhatsApp mami, hapa kwenye hizi namba. Lazima vyakula unavyokula vicontrol uvimbe wa ndani. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba chronic inflammation ni sehemu ya maisha. Mabadiliko ya kibiolojia yanakuja nayo. Mabadiliko ya umri, especially kuja utu uzima, hiyo ni sehemu ya miili yetu. Ndio maana kuna kitu kinaitwa anti-inflammatory foods, vyakula ambavyo vinausaidia mwili kushinda uvimbe wa ndani. Sasa huu uvimbe wa ndani usipowekwa under control au usipofanyiwa kazi, ndiyo baadaye unatuletea magonjwa ya mfumo wa maisha, kwa sababu haya magonjwa yanaashiria kwamba miili yetu imekuwa kwenye standby kujaribu kupambana, lakini kakosa support. So kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukiangalia ni mfumo wako wa maisha, ni namna gani unakusaidia kuweza kushinda changamoto ya chronic inflammation. Watu wazima wengi sana wanaumwa na magoti, wengi sana wanaumwa na mgongo, wengi sana mwili ni mzito. Japokuwa siku hizi hata vijana, nimekutana na kijana wa miaka 30 ananiambia hawezi kuchuchumaa. Mimi nachuchumaa na aruka kichurachura. Lakini kuna kijana wa miaka 30 hawezi kuchuchumaa aruka kichurachura. Hiyo inakwambia nini? Wrong lifestyle. Wrong lifestyle ndio inakufikisha hapo. Ukila vyakula ambavyo havikupatii nyuzi, jointi zako zitaclock. Chakula ambacho hakipromoti mfumo wa mmeng'enyo, jointi zako zitaclock. Na jointi zinazokupa taarifa mapema ni magoti. Wanaume na wanawake wa siku hizi hawezi kuchuchumaa. Guys, sisi tulikuwa kwenye vyoo vya kuchuchumaa, tulikuwa hatuna vyoo vya kukaa. Lakini kuna watu sasa hivi wana miaka 30 tu, kama hajapata choo cha kukaa aendi chooni, hawezi. Hiyo inakwambia nini? Unaishi na chronic inflammation. Badilisha mfumo wako. Unashindaje kuchuchumaa? Mpaka miaka 50 wazee wetu waliishi na kuchuchumaa, kulikuwa hakuna choo cha kukaa. Lakini sasa hivi kuna mtu anakwambia bila choo cha kukaa mimi siwezi kujisaidia. Au kwa nini? Wrong lifestyle. Na sasa wewe unaona ni kawaida, kwa sababu of course ukipata choo cha kukaa maisha yanaendelea. Jamani, naona stuck, lakini it is ukiwa pamoja na mimi kuna na stuck, unanisaidia kulike chap na kushare, kwa sababu hao wakiona kuna maneno nikiongea hao wanakuaga wanaifanya ina slow down. Kwa hiyo ukiona ina stack unaendelea kulike na kushare, alafu tunachangamka. So kuna vitu unakula vinafanya magoti yako yanauma, vinafanya mgongo wako unauma, lakini zaidi ya yote mwili wako umetengeneza asidi. Mwili wako una jinsi unatakiwa ubalance, na vitu vinavyousaidia mwili wako kubalance ni mfumo wako wa maisha ya kila siku. Sasa wewe una mfumo wa maisha ambao unaufanya viungo vyako vya mwili vinashindwa kuwa flexible, inafanya mwili wako unakuwa mzito, vinafanya mwili wako unauma kila mahali. Tengeneza tabia ya kufanya maamuzi na kuyasimamia. Haya maamuzi unapoyafanya, usiyafanye tu kwa sababu umeona unataka kuachieve tu kitu fulani. Nasikia pale mtu anasema, na mimi nataka nipendeze, nikivaa gauni nipendeze. Kama hiyo ndio ajenda, ukishapungua ukivaa nguo yako ukapendeza, biashara imeisha. Lakini kama unataka kuwa na afya nzuri, consistency is the mother of manifestation. Kama hauwezi kuwa na consistency ya kila siku kufanya jambo sahihi, haya mambo ya nila nini ili niwe na afya nzuri, nila nini ili nipendeze kama wewe, nijipende ili niwe mzuri, au hiyo ni wrong approach. Weka msingi wa kutunza afya yako, mwili wako utarespond. Mwili wako utarespondi na utakuwa na vitu vyote unavyotaka kuwa navyo. Kuna mfumo unautengeneza, matokeo yake tunategemea tutayaona. Kama wewe una miaka 20 na unataka ukifika miaka 50 uwe na nguvu,
uwe na afya, uwe flexible, akili yako iwe vizuri, maisha yako yawe na afya nzuri. Maana yake hapa ndani ya miaka 20 utachunga unachokula, kwa sababu miaka 20 uliopita ndio imekutengeneza ulioko leo. Maana yake miaka 20 ijayo ndio utaitengeneza kutokea leo. Hii mambo ya zimamoto ndio imetufikisha katika neno linaitwa magonjwa ya mfumo wa maisha. Sikia tu hilo neno, magonjwa ya mfumo wa maisha. Maana yake ni mfumo wa maisha umetengeneza huo ugonjwa. Huwezi kuuondoa mpaka ubadilishe mfumo wako wa maisha. Bahati mbaya sana, ukifika miaka 50 hukuwahi kubadilisha mfumo wako wa maisha, inakuwa ngumu sana mpaka uwe na determination ya hali ya juu. Huwezi kurekebisha mfumo wa maisha ule uharibu kwa miaka 30 alafu urekebishe kwa siku 10 au kwa siku 20. Lazima uende at least nusu ya ile miaka. Maana una miaka 30, wrong lifestyle ukiwa na miaka 20. Maana yake unahitaji miaka 10 kuweza kurejesha kitu ambacho ulikiharibu, na vingine maybe guys, naona kama ninashana. Tuendelee kulike na kushare. Maguta makubwa. Maguta makubwa ndio nini bosi wangu? Captain, asante sana, karibu. Mambo, unaendeleaje? Ngoja nione kama hii itatulia. Nimeletea wifi, alafu wifi ndio inanisumbua. Okay. Coffee kwenu. Okay guys, nataka nione kama itasimama, itakuwa stable, maana naona ina shake na maneno yanachelewa. Hongera kwa somo zuri. Asante Adi Grace Mbelwa, karibu sana. Asante kwamba unanielewa na unanifuatilia. Naangalia hapa nikiona nimekaa vizuri, tunaendelea. Okay, naona nimeanza kutulia. Yes, nimeanza kutulia. Kwa hiyo wewe una miaka 20 na una picha ya unataka miaka 50 uweje. Haya, nitapitia nikimaliza. Alafu hapa ndani ya miaka 20 unakesha baa. Unakesha baa. Kama Mungu amekubariki sana, una viela vyako, kukesha baa weekend ni jambo la kawaida kabisa. Alafu unakula vyakula ambavyo havina virutubisho. Sitaki kutajia vyakula gani, utajua mwenyewe. Chakula ambacho tunasema ni nutritional dense, havina virutubisho vya kutosha. Weekend haina shida, si ni mara moja. Maisha lazima ya balance. Maisha lazima ya balance. Lakini wewe kama ni mlevi, kila siku lazima unywe pombe, ulewe, hiyo ni shida. Lakini weekends mara moja, maisha lazima ya balance. Huwezi kuwa hii tunaitaga holistic approach. Holistic approach ina consider engo zote za maisha. Kustarehe ni sehemu ya maisha, furahi ni sehemu ya maisha. Hata chakula, mimi sio muumini wa kukupangia kula ugali usile wali, kula hiki usile hiki. No, mimi ni muumini wa kula kila kitu kwa kiasi. Kula kila kitu kwa kiasi, zingatia virutubisho muhimu kwa wakati fulani. Hakikisha 7 out of 10 ni virutubisho. Maana yake kama weekend unaweza kuwa unakula keki mara moja, ukala pilau. Hizo ni sehemu ya 3 ya mfumo mzima wa maisha yako. Sema 3% ya mfumo mzima wa maisha yako. Kati ya 10, 7 ni perfect lifestyle. Unafanya mazoezi angalau mara 2 mara 3 kwa wiki, unalala mapema,
angalau mara 2 mara 3 kwa wiki, unakunywa maji ya kutosha angalau mara 2 mara 3 kwa wiki, una furaha hata kama una hasira, kwa sababu hivyo vitu vingine ni sehemu ya maisha, vinataka kuwa na kiasi. Consistency, mfano kila wiki unaamka asubuhi unafanya mazoezi nusu saa kwa siku 3 kwa wiki, hiyo tunaita healthy lifestyle. Haimaanishi ufanye mazoezi kila siku ndio healthy lifestyle. Haya, kama kwa wiki mara 1 kwa wiki unatoka labda unalala saa 3, saa 4, saa 5, labda mara 1 kwa wiki kutokana na unaenda kustarehe, hiyo mara 1 kwa wiki haiwezi kukuaffect hivyo. Tatizo ni kwamba tunakifanya kitu ambacho ni wrong ndio tunakipa energy. Wewe kila siku unakula ugali wa sembe, kila siku unakula chakula ambacho hakina virutubisho. Asante kwa wale ambao wana like na kushare. Kila siku wewe unalala saa 7 ya usiku. Kila siku wewe at least ukiwa chini ya miaka 30 mwili una rejuvenate mapema. Unajua rejuvenation ya mwanadamu inategemea na vile mwili wake unavyojisafisha, unavyorespondi. Sorry, naomba nipitishe hapa. Unavyorespondi, mwili wako unavyo, mfano ukiwa umechoka, inakuchukua muda gani kujisikia uchovu umeisha? Kuna watu masaa 24 bado wana uchovu. Kuna watu mwaka mzima bado wana uchovu. Hao ndio tunaona nyuso zao zimebeba cortisol. Wewe mwaka mzima upate usingizi, lazima uwe na uso wa round. Lazima uwe na uso ambao haueleweki. Lazima uwe na kitambi ambacho hakieleweki. Kwa sababu kama haupumziki ukapumzika, kama mwili wako hauwezi kuachilia tension, kila saa umebeba tension, ndio maana unakosa usingizi. Sasa wewe unashughulika na kupata usingizi badala ya kushughulika na kilichosababisha kukosa usingizi. Kwa nini unakosa usingizi? Hilo ndio swali la msingi la kujiuliza. Ni nini kinasababisha unakosa usingizi? Kama una vidonda vya tumbo, fanyia kazi, maana vidonda vya tumbo ndio brain. Brain haiwezi kupumzika kama tumbo liko busy. Kama unajaa asidi tumboni, fanyia kazi, kwa sababu asidi tumbo ndio brain. Na asidi ya tumboni isipobalance mwili mzima, asidi haijabalance. So fanya bidii kubalance asidi, tafuta mbinu za kubalance asidi. Kama una hormonal imbalance, balance hormone, kwa sababu melatonin ni hormone. Hormone inayokufanya ukienda ulale upate usingizi, usipoiruhusu ikafanya kazi yake, utapata usingizi. Nywele zinanyonyoka. Kwa nini nywele zinanyonyoka? Kwa nini nywele zinanyonyoka? Okay, tuna jina lake, tunaliita alopecia. Lakini kuna sababu iliyosababisha ukapata alopecia. Kwa nini? Lazima utafute chanzo. Na most of the time hicho chanzo sisi tunakiitaga ni deficiency. Hicho chanzo tunakiitaga ni mapungufu. Mapungufu ndiyo yanapelekea watu mpaka wanapata kisukari. Mapungufu ndiyo yanapelekea watu mpaka wanapata pressure. Mapungufu ndiyo yanatengeneza genetic mutant. Ndiyo maana unasikia huu ni ugonjwa wa kurithi. Kuna mtu kwenye familia yenu aliishi na deficiency mpaka ikawa sehemu ya maisha yake. Ni homoni gani ya usingizi? Melatonin. Inaitwa melatonin. Lakini kuna ile homoni ya kukusaidia pia ukienda kulala usiamke kwenda kukojoa. Maana kuna watu wakienda kulala kabla hajalala hata masaa mangapi kashaenda kukojoa. Anaamka ameenda kukojoa. Anaamka aenda kukojoa. Nina usingizi kupita kiasi. Hilo nalo ni tatizo. Kwa nini uwe na usingizi kupita kiasi? Homoni ya melatonin inafanya kazi giza likiingia. Kwa maana kwamba wewe muda wote tu una usingizi kupita kiasi. Maana yake kuna mawili. Una tension, una imbalance ambayo ndio inasababisha hiyo, au wewe mwenyewe tu umeshajitengenezea rutini ambayo mwili wako umeadapt, kwa sababu miili yetu ni routines tunazozitengeneza. Kama umetengeneza rutini kwamba mimi nikishakula mchana lazima nilale, ukishakula mchana utasinzia. Lakini kuna ile ambapo brain yako ina slow down. Brain inapo slow down, mfano umekula umeshiba,
brain yako haipokei damu kama vile ambavyo ilipaswa, kwa sababu damu ina focus kusaidia mmeng'enyo. Sasa hivyo ni vitu unatakiwa mwenyewe ujifunze, kwa sababu hiyo sio ugonjwa, ila usipofanyia kazi in the long run inakutengenezea some conditions. Mimi nakujua kweli usiku naweza kuamka mara 4. Sasa hapo ndo tunazungumzia kitu kinaitwa electrolytes. Electrolytes ni mfumo unaosaidia mwili kustore na seli kupokea damu, maji, na kusaidia maji kuweza kufanya kazi yake. Mfumo wa electrolytes unasimamiwa na madini, minerals. Usipofanya kazi yake vizuri utashangaa. Madam, mbona napata usingizi mkali ambayo hata mteja akija dukani naongea huku nguvu zinaisha. Hiyo sio kawaida. Mwone daktari aweze kuestablish una shida gani. Hiyo ni imbalance. Lazima kuna saa ya kulala na saa ya kawaida. Otherwise hulalagi usiku. Kama ulali usiku, of course mwili wako unachoka, mchana lazima utasinzia. Nywele zinakatika mbele. Balance hormone. Katika nywele ni ishara kubwa ya estrogen dominance. Nyonga kuwaka moto. Estrogen dominance. Hiyo ni inflammatory ambayo ina affect mifupa. Na upungufu wa madini unachangia. Na ninaposema upungufu wa madini, mind you, usifocus kwenye calcium. Usifocus kwenye calcium. Hakikisha unapotumia mineral, tumia multi-mineral. Virutubisho madini ambayo yana mchanganyiko. Ukitumia aina moja ya madini itakusumbua. Na chumvi ni sehemu ya madini. Maji ni sehemu ya madini. Ndio maana tunayaita mineral water. Kwa hiyo unapotumia maji ukadrop chumvi, hakikisha aina ya chumvi unayo drop ni chumvi sahihi. Sababu sio kila chumvi unaweza kuitumia kwenye maji. Ni maana siku hizi trend ya kunywa maji yenye chumvi imekuwa kubwa. Lakini kukumbusha tu, kuna chumvi zinapandisha pressure. So, don't take it. Lazima understanding iwepo. Ni kama wale watumia apple cider vinegar. Ukitumia apple cider vinegar vibaya unapata vidonda vya tumbo. Pamoja na kwamba ukitumia vizuri na balance pH, ile ni acid. So, ni masuala ya kujifunza na kujua unafanya jambo sahihi. Mimi tumbo langu ni kama linajiachia kuwa siko happy. Kuna namna nakosa raha nikivaa gauni. Unajisikia kama tumbo linakuaje? Najiachia. Huwezi kulihold. Kama unafanya mazoezi, unapata acid, una vidonda vya tumbo, maswali ni mengi. Ndio maana mambo haya huwa napenda uulize inbox ili tuweze kwenda pamoja, au ongea na daktari. Bwana nivae suruali bana, nimekuelewa, lakini siwezi kujibu, siwezi kwenda deep hapa. Je, tumbo likiwa linauma, linaunguruma, unahisi kama homa, hauarishi moto? My dear, hiyo ni medical condition. Mwone daktari akusaidie kuhakikisha iko sawa. Mguu mmoja unauma, kuvimba, nikitembea unarudi kawaida. Siwezi kujua nini. Sasa mpaka nikuulize maswali ili nijue kwa nini huo mguu unavimba. Niwaambie kitu, issue yote inayomhitaji daktari, mimi nakushauri either uingie inbox au wasiliane kwa simu au muone daktari aliye karibu na wewe. Kwa sababu unajua wakati mwingine hapa utajibu jibu ambalo sio sahihi. Vitu vingine vinahitaji investigation. Mama anayenyonyesha, mineral gani mama anayenyonyesha atumie asinyonyoke nywele? Au hitaji mineral, unahitaji kubalance hormone na kusaidia hormone ya maziwa iweze kufanya vizuri na kusaidia ukibalance hormone utaendelea kunyonyesha vizuri bila shida na utaona tu nywele zako zinaota. Sasa hiyo sio tu chakula, ni pamoja na kupata virutubisho sahihi ambavyo vinasapoti mama anayenyonyesha. Kwangu mimi huwa napenda sana kutoa Trigonella for herbs. Hiyo tunaitengeneza wenyewe. Napenda sana kutoa medicinal meal. Medicinal meal ni nzuri, ni chakula, ni aina ni dawa chakula ambayo ina balance hormone, itaongeza ubora wa maziwa ya mtoto na itampa pia mtoto afya na kumkinga na magonjwa. Kumbuka, mama anachokula kina contribute afya ya mtoto kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo usiongeze tu maziwa bila kujali virutubisho. Lazima ujue virutubisho unavyokula wewe vitamuaffect mtoto wako. So kama unanyonyesha na unanyonyeka nywele, hiyo ni reaction ya kawaida kipindi cha kunyonyesha, lakini pia hakikisha vitu unavyokula vinachangia nafasi ya wewe kumnyonyesha mtoto vizuri. Nitumie lishe gani, supplement gani kupona maumivu ya magoti? Tunazo curcumin, eugenia, capsaicin.
Hizi zote zinasaidia kuondoa maumivu ya magoti hata kama yanasababishwa na hormone. Kama ni inflammation ya kawaida, sijui ni uric acid, sijui ni hormono nini, hizi unazitumia. Na sio kitu cha kutumia asubuhi na jioni umeacha. Hapana, consistency. Natural zinataka muda. Lakini ni pia kama uko kwenye menopause, ni vizuri ukapata ile menopausal kit ambayo ndani yake tayari ina hizo products za kusaidia kubalance hormone. Menopausal kit ina product almost 6 ambazo ukizitumia zitakusaidia kubalance hormone, zitakusaidia kubalance mmeng'enyo, zitasaidia kucontrol inflammation na kupunguza maumivu ya joint. Kwa hiyo mfumo wa maisha unaoishi huku nyuma, miaka 10 nyuma iliyopita, mfano mimi miaka 10 iliyopita ndio inaamua hicho unachokiona hapa leo. Kwa maana kwamba kama nataka nikifika miaka 60 niwe na afya, lazima nitengeneze mfumo according. Sasa hivi Mungu ametusaidia, teknolojia ipo. Unaweza ukajifunza. Juzi niliona mama mmoja ana miaka 72. Nilishare clip yake kwenye Instagram. Yule mama ukimwangalia tu hata sura yake anaonekana kijana kabisa. Lakini anakwambia alipofika miaka 40 alichagua kuishi maisha bora. Yeye wala asema hata sikuwaza sana. Nilibadilisha tu mfumo wangu wa maisha, anavyosema. Nilianza kula mboga na matunda, nilianza kula protini ya kutosha, nalala mapema. Guys, ukiwa menopause unahitaji protein, natural protein. Yaani unahitaji maharage, unahitaji nyama, samaki sana. Protini ni muhimu sana kipindi cha mabadiliko ya homoni kwa wanaume na wanawake. Imagine wanaume wengi hawana nguvu za kiume, lakini hawajui umuhimu wa kula protini kwa ajili ya hicho kipengele. Namba hizi hapa my dear Moro, namba hizi hapa. Ukipiga kuna mtu anakupokelea, atakusaidia. Hawajui umuhimu wa matumizi ya protini. Wako busy kusema tunataka dawa za nguvu za kiume. Hakuna kitu kama dawa za nguvu za kiume guys. Hiyo ni low testosterone level. Hiyo ni weakness, sio sickness. Kula chakula bora, acha kunywa mapombe, acha kukesha baa. Acha kufanya mambo ambayo haya contribute kujenga afya. Alafu kula protini ya kutosha, protini safi. Kwenye kubuild up, kwenye kujenga, kwenye kurudisha mwili wako kwenye nafasi, vitu vya 3 vya msingi unatakiwa kuvifanya. Kitu cha kwanza, linda afya ya mmeng'enyo. Microbes ndio wanaamua kinga yako ya mwili na kiwango cha mwili wako kubalance. Alafu kitu cha pili, sleeping pattern, masaa ya kulala. Tengeneza pattern ya kulala ambayo utakuwa unaweza kuifuata. Ili mwili wako uweze kuset your pattern. Wewe ndio unaamua masaa ya kulala. Unalala yale masaa mfululizo, siku 28 homoni zako zitaadapt, zitakusaidia. Kwa hiyo ikifika saa ya kulala utaona unapata usingizi. Kitu cha 3, hakikisha matumizi ya muscles, misuli. Fanya mazoezi. Sasa unapofanya mazoezi jitambue. Kama wewe ni mwanaume unataka kujenga misuli, angalia ni aina gani ya misuli unataka kujenga. Usije ukajikuta unajenga misuli tena unatengeneza changamoto nyingine kwa kufanya mazoezi magumu kupita kiasi. Kumbuka umri unaposogea misuli yako inabadilika. Kwa hiyo fanya mazoezi ambayo yatakumaintain. Kwa too much of good thing is harmful. Usifanye mazoezi magumu kupita kiasi na usifanye mazoezi wiki kupita kiasi. Kila kitu kibalance. Kumbuka mwili wako ni systems. Systems zisipojialign na kujipanga, mifumo haitafanya kazi yake sawa. Tuchukue tu mfano wa nini? Mfano wa gari ambapo watu wengi wataelewa. Gari ina mfumo, na kuna mifumo inategemea mafuta ya gari, yani petroli. Kuna mfumo unategemea maji na kuna mfumo unategemea oili. Katika hii mifumo yote, gari isipokuwa na oili, engine itanoko. Am I wrong? Lakini ina petroli, lakini ina maji, ila haina oili. Engine haitafanya kazi. Gari yako unaweza kuwa body imepigwa rangi ni nzuri kabisa, inapendeza. Tukiangalia huku nje looks very nice. Na engine iko sawa, tairi zimewekwa upepo, kila kitu kiko sawa, lakini haina petroli. Kama haina petroli hautaitoa hapo ilipo, itakuwa haiwezi kwenda. Na mwili wako ni the same. Inawezekana vitu vinaonekana viko sawa, lakini kuna kimoja tu haunywi maji ya kutosha.
kikasababisha maumivu ya mwili kila mahali, maana mwili wako ni 70% maji. Kitu kimoja tu, hauli beta carotene za kutosha, macho yako yataanza kufifia, hutaona vizuri. Kitu kimoja tu, haupati antioxidant ya kutosha, utaanza kupata nini? Free radicals. Issue za saratani zitakuwa sehemu ya maisha yako, na hivi vitu vingine vinatoa matokeo baada ya muda mrefu sana. Kama uli antioxidant, itakuwa ni muda mrefu sana mpaka ujue kwamba antioxidant ilikuwa ni tatizo. Hapo tayari utakuwa umeshatengeneza uvimbe, tayari utakuwa umeshatengeneza conditions mpaka uje urudi uweze kurejesha pale ambapo ulikosea mwanzo. Itakuchukua consistency ya hali ya juu sana na discipline. Ila kuna watu wameweza. Kuna mtu mmoja alikuwa na kilo 130, nikakutana naye amefika kilo 80. Unaona hiyo discipline, hiyo commitment ya kutoka kilo 130 mpaka kilo 80 ni discipline ya hali ya juu, sio surgery. Kumbuka kinachonenepa ni cell, na cell ndo wewe. Maana yake rekodi, seli zako zimebeba records ya mafuta ulioyabeba. So kuna watu wanafanya surgery haiwasaidii kwa sababu seli bado zimerekodi information, yani fat cell bado ziko pale. So discipline ndio itakutoa, discipline ndio itakufanya ujikute unakuwa na afya nzuri, kwa sababu consistency, mabadiliko ya mwili wako yaendane na mabadiliko ya kitabia, yaendane na mabadiliko ya muonekano, yaendane na mabadiliko ya mazingira yako. Hicho ndio kitu kinachotakiwa, sio unaforce mabadiliko. Mwisho wa siku seli zako bado zina recognize kwamba we ni mnene hata kama umepungua. Ndio maana kuna watu wanapungua, unaona amepungua, alafu baada ya miezi 6 amerudi pale pale, kwa sababu yeye alivyokuwa anajipunguza hakujifunza cycle ya kupungua. Niombe mtu mmoja, mimi nimekuwa nikifight kusimamia kilo sehemu fulani. Kwa hiyo nikizidi kidogo, kuna vitu nafanya, nabadilisha diet, naweka mfumo wa kufunga na set siku za kufunga. Sengine unafunga mpaka 36 hours. Unaweza kuwa unafunga kwa sababu ya maombi, lakini wakati mwingi sana wengi tunafunga sababu ya afya. Unatengeneza mazingira ya kurejesha mwili wako pale ulipotakiwa. Alafu sio tena umeshapungua unarudi kwenye ile lifestyle ya zamani. Hautafanikisha. Set standard, weka consistency, weka discipline. Umeseti muda wa mazoezi, fanya mazoezi, na mazoezi yasiwe sehemu ya mateso. Emotional balance ni muhimu sana katika stage ya kutunza afya. Emotional balance ndio inaamua afya yako irespondi au isirespondi. Wale ambao kilo ziko chini, protini na wanga, unataka kunenepa, engage protini na wanga. Protini na wanga nikimaanisha vyakula vya protini ni kama nyama, maharage, samaki, alafu wanga ni kama mihogo, viazi, ndizi. Diet yako iwe zaidi kwenye protini na wanga, ambavyo vitasaidia. Hakikisha una balance afya ya mmeng'enyo, kwa sababu afya ya mmeng'enyo itakusaidia pia kubalance hormone. Kinachoamua wembamba na unene ni vile hormone zinapeleka taarifa ya miili yetu na genetics. Kuna watu normally kwenye genetics zao sio wanene, kwa hiyo itakuchukua muda mrefu sana. Angalia pia kwenu nyie mna miili ya standard gani, na pia kutokuwa mnene una faida, kwa sababu the more unakuwa mzima, mwili utakapokuja kuachia hautanenepa sana. Kuna watu wamejinenepesha walivyokuwa wadogo, walivyofika miaka 45 50, miili yao imeanza kubadilika, wamenenepa kupita kiasi. So usitaki kufika huko. Kwa hiyo unaweza ukamaintain afya yako katika stage ulionayo, kwa sababu na siku itafika utanenepa. Kwa hiyo consistency, seli zako zina record information. Information yoyote ambayo ni sehemu ya mwili wako iko recorded. So kama wewe ni mnene, seli zako zimerekodi fat, ndio zinaitwa fat cell. Ili upungue lazima uweze kuinstall hiyo information. Una-install vipi? Kwa kubadilisha mfumo wa maisha na kuelekeza mwili wako jinsi ambavyo unataka kuwa.
Derek, nitumie WhatsApp, namba hizi hapa. Unasikia? Unaelekeza mwili wako vile unavyotaka kuwa kwa kuset standard ya mfumo wa maisha. Tuchukue mfano. Wewe unakunywaga chai asubuhi saa 1. Alafu saa 6 mchana unakula. Alafu jioni unakula saa 2. Unataka kupungua. Badilisha hapa kidogo. Badala ya kunywa chai saa 1, kunywa chai saa 4. Badala ya kula saa 7, kula saa 9. Chakula cha saa 2 usiku kiondoe. Simple na haitakutesa. Kwa sababu emotional balance kwenye stage ya kumaintain afya ni key. Usifanye zoezi ambalo linakufanya unachoka, unakuwa desperate. Mwisho wa siku hauta maintain afya yako vile inavyotakiwa. Kwa sababu afya sio mwili tu. Afya pia ni emotions. Ndio maana wale wanaofanyaga diet za siku 10, za siku 9 wana end up desperate kwa sababu hizo diet haziwapi matunda. Fanya kitu ambacho unaweza kukifanya na kesho na kesho kutwa bila kujisikia vibaya. Kitu cha pili, angalia zile pattern zako za kulala. Angalia vitu ambavyo vinachukua muda wako. Mara nyingi sana vitu ambavyo vinachukua muda wetu mwingi ni vitu ambavyo havina maana. Venye maana sana tunavipaga muda kidogo. Tuchukue mfano kama unaenda kazini. Kazini kwenu ni masaa 8. Lakini mara nyingi unakuja unakaa masaa 10. Sio vibaya kwa sababu kama unafanya kazi au masaa 10, it's okay. Lakini kama hakuna umuhimu wa kukaa masaa 10, hayo masaa 2 ya engage kwenye mazoezi. Ya engage kwenye kupumzika. Pia kupumzika ni sehemu ya kubalance emotions. Kama hauwezi kufanya hiyo change naturally, kupungua kwa aina yoyote kutakuwa ni desperation. Na ukipungua kwa desperation, kwa kuwa desperate, sura yako itakuwa imechoka. Uso utakongoroka. Utakuwa mwembamba aliyechoka usoni. Kuna watu unaona wanapungua lakini afya zao hata nuru zao zinakuwa zinaonekana. Huitaki kupungua mwili alafu sura haina nuru. Hilo nalo ni kosa kiufundi. So mfumo wowote unaotumia kubalansi afya yako lazima pia ubalansi emotional part. Na ndio maana tuna insist kwenye kipengele cha kubalansi hormone. Kwa sababu kubalansi hormone kuna kusaidia kubalansi emotions. Kubalansi emotions kuna kusaidia kufanya maamuzi sahihi. Ukibalansi emotions, una balance gut system. Gut system ni mfumo mzima wa mmeng'enyo. Hapa nilipokaa sasa hivi na isikie kabisa brain yangu na gut yangu they can collaborate. Huwezi kutoa mawazo ya maana kama mfumo wako wa mmeng'enyo uko out of balance. Nikiongea hivi watu wanataka kuambiana. Huwezi kuwa umebeba mafuta mengi tumboni uexpect brain yako iwe creative. Na sisemi hivyo kwamba ninakuattack, ndio uhalisia. Kwa sababu brain na tumbo ni laini moja. Ili brain yako iwe inaweza kuchambua mambo, ili brain yako iwe inaweza kutengeneza mazingira sahihi ya kukutengenezea quality lifestyle, lazima ujue tumbo lako linahusika kwa 100%. Ndio maana wanaotaka kukutawala na kukuumiza lazima waatake hapo kwanza. Nimeenda deep. Bakteria si bora wanaokuwa kwenye utumbo mdogo wanatokana na nini? Na chakula mpenzi. Bakteria wote wabaya na wazuri tunawakonsume na chakula. Okay. So, unataka kupungua uzito, unataka kumaintain uzito. Either uko menopause, uko andropause. Either hujafika huku, bado wewe ni kijana. Kitu cha kwanza, tengeneza standard ambayo unaweza kuifuata. Usiwe na yoyo effect. Mara umenenepa, mara umepungua. Mara umepungua, mara umenenepa. Kwanza hiyo hata sio nzuri kwa mfumo afya yako ya moyo. Hiyo sio nzuri kabisa kwa afya yako ya moyo. Hakikisha mfumo wako wa mwili una support vile organs zako zina operate. Ukishaanza kusikia una fatty liver,
Hiyo inakwambia nini? Wrong lifestyle, hormone imbalance. Unajua hormone zinazalishwa na ini. Yeah, most of these hormones zinategemea afya ya ini lako. Unajua afya yako ya moyo inategemea ini, inategemea sana ini lako. Yes, ukisikia mtu ana pressure kuna issue hapo. Yeah, tiba ziko mami. Hapa nasema tumbo kunguruma mara kwa mara. Ziko sababu nyingi za kunguruma, hata asidi inaweza kusababisha tumbo kunguruma. Hata mmeng'enyo unapofanya kazi yake inaweza kusababisha tumbo kunguruma. Inategemea na diet yako pia unavyokula, ina support zile enzymes, metabolism inakuwa supported vile inavyotakiwa. Ziko sababu nyingi, So, kupungua na kunenepa sio kitu kizuri. Maintain, sustain. Umeongezeka kilo 1, 2, 3. Ndio unachotaka? Au ulikuwa unataka hizo kilo 2 ziongezeke kilo 2, ziongezeke kilo 5? Hicho ndio unachotaka? Hiyo ndio structure unayoitaka? Sometimes hatuko hata aware. Tumenenepa tu, hatujui hata tumenenepa. Like tumekuwa ishatokea siku moja. Mtu mmoja akaniambia, mbona umenenepa hivyo? I was like, umenenepa? I didn't know kama nimenenepa kupita kiasi, mpaka mtu anashtuka. Lakini kuna ile unataka kuongezeka, like unaufili mwili wako unauweza, ni mwepesi, unaweza kufanya mambo yako. Lakini kuna wale watu wananenepa genetically. Yani familia zao wana hizo structure. Sasa kama familia zao zina hizo structure, maana yake mwili wako unauweza. Kumbuka, idea ya kupungua na kunenepa haifanani na kwa kila mtu. Hizi ni mambo za structure za mwili ulivyozaliwa. Kuna mwingine unamuona ni mnene wewe, lakini kwake ndio yuko kawaida. Anaweza kufanya shughuli zake, anaweza kufanya activities, anaweza kufanya mazoezi, lakini generally mwili wake ni mkubwa. Sisi ni Waafrika, sisi wa China au wa Asia, miili inatofautiana. Ukimweka Mchina hapa, ukimweka Tanzania hapa, miili yetu structures zinatofautiana genetically. So huwezi kutaka upungue uwe kama Mchina, it will never happen. Kwa hiyo huwezi kupungua ukawa kama mimi, lakini unaweza mwili wako, emotions zako ziko sawa. Unaweza kulala ukarelax, misuli yako inaweza kupumzika. Kuna watu wakienda kulala hawawezi kurelax. Adrenaline, inaitwa adrenaline, ile fight and flight mood, ile inasababisha cortisol inakuwa juu. Hii ni pia ni kwa sababu ya emotion burden za muda mrefu, especially wale ambao wanaishi kwenye magomvi, mazingira yenye kelele nyingi. Noise pollution pia ni tatizo kubwa sana kwenye kupungua uzito. Usipolala usingizi wa kutosha, huwezi kujibalance. Kwa hiyo mafuta yanavyojikusanya sana, fatty cells zinapokuwa nyingi, usiattempt kulazimisha cycle ambayo inatakiwa kuwa ya siku 90 uipeleke kwa siku 7. Hiyo ni manipulation. Ukijimanipulate, struggle ni kubwa sana huko mbele. Ndio ulishakutana na wale watu walikuwa wanajenga misuli wakiwa vijana. Sasa hivi tunawaona. Si mitandao iko mingi. Mtafute mtu ambaye unamjua zamani alikuwa anajenga misuli sana. Alipofika miaka 50 what happened? Usimanipulate mwili wako. Ukimanipulate mwili, kuna mwili ukifika mahali utavunjika bila wewe kujua. Na sio kwamba ni kwa sababu nature ya miili yetu haikupaswa kuwa manipulated. Ni rhythm. Ni kama kuimba kwaya. Sauti ya kwanza mpaka ya 4 lazima ziharmonize. Your body is a kind of rhythm. Allow the rhythm to work. Allow the rhythm to harmonize. So harmonization is the key. Usimanipulate. No, you have to go up, please. You have to go up. Usimanipulate mwili wako, harmonize mwili wako. Sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya 3, sauti ya 4. Imagine hiyo kwaya inavyoimba, alafu mmoja huko alete sauti yake nyingine aingize hapo. Si tumeharibu muziki mzima? So mwili wako ndio hivyo. Digestion yako, brain yako, saa ya kulala ikifika, lazima mwili wako urecognize, it is the time to sleep. Naanza kusinzia. Muda ukifika wa kulala unasinzia automatic. Hiyo ndio tunaita rhythm. Natural state ya mwili wako ina hiyo rhythm ya kuweza kukusaidia kufanya mambo. Kitu kikiwa kinatokea unasikia gut feeling inakwambia, bado kama kuna kitu kinaendelea. Kama tumbo lako linacheza hivi.
Mtu akiwa, unajua Mungu ametupa hizo capabilities, they are there for reason. Decision, remembering, memories, automatic. Kuna ile long term memory na ile short term memory. With the age zinabadilika, lakini kama uko kwenye miaka 40 alafu short term memory haifanyi kazi, it's a problem. Kama uko kwenye miaka 50 alafu long term memory haifanyi kazi, it's a problem. Of course ukifika miaka 50 short term memory inaanza kuwa issue kwa sababu ya hormone ina decline. Hormone zinaanza ku decline, is a natural state ya hormone zako ku decline. Unatakiwa kufanya nini hapa? Hapa ndio unajifunza natural support za kurudisha rhythm, harmonization ya mziki wa mwili wako. So once unajua hichi kitu utashangaa sana. Sio kwamba utakufa, siku ya kufa ikifika tunakufa. Mtu mmoja aliniambia hata tukifanya wewe sitakufa tu. Sasa kwani ulizaliwa? Sio ungebaki huko huko. So once you are born here, tunza afya yako. Ndio maana Mungu alikuwekea upepo. Kuna saa upepo unapita huko, lakini hata hatusikii wala hautubodhi, hautusumbui kwa sababu upepo is a kind of rhythm in the nature ambayo tunaihitaji ili kupata vile tunajisikia fresh, tunapata oxygen, ile rhythm. Hata kukiwa na mawingu ya mvua, kuna watu wana change, watu wanajisikia tofauti kwa sababu miili yao inashindwa kwenda na hiyo rhythm. Miili yao, immune system yao haiwezi ku accommodate ile situation. So ni swala la kuelewa tu. Naona naanza kustak tena. I don't know what is this. Alafu bwana watu umeacha kulike. Hebu tu like na share hapo. Ziko 4,001. Hebu tu like. Niko na shida ya kuna ama exercise ndio inatibu. Mimi sijakwambia kitu kile, lazima nijue the source. Yaani I don't react like fanya na kitu fulani. Hiyo sio idea ya naturopathic medicine. Naturopathic medicine ni kwamba what is the root cause. Inawezekana hicho unachokiona wewe sio tatizo. Inawezekana hicho sio tatizo au ni matokeo. Kama tujifika huko kukujibu kuna dawa. Lazima tujue where is it coming from. What is the reason? What is the source? Labda unahitaji kuchange some your lifestyle in some areas. Labda unahitaji kubadilisha diet. Labda kuna chakula ukitaka na kuaffect. Labda kuna mazingira ulioko yana kemikali inayokuaffect. So all this vinaweza kuwa sababu. Kuna wale watu ambao wanakaa kwenye mazingira hayo ya kemikali fulani ambazo wao bila kujua wanaziinhale, zinawaaffect. Niliendaga Arusha wakati fulani hivi, nikakutana na dada moja akanionyesha majani fulani watu wakigusa wanavimba mwili. Alafu ile eneo ukipanda vitu vikiota vinakaribiana kufanana na yale majani. Hata kama umepanda muhindi, baada ya muda unaona unabadilika rangi, unakuwa kama yale majani yanayoota mahali pale. Nikawa namwambia inabidi udongo hapa upimwe, inawezekana kuna shida. Sasa katika kupiga story akaniambia kuna watu walikuja hapa wakachukua udongo wakasema udongo hapa si una kemikali gani. Sasa fikiria wale watu wanaoishi kwenye yale mazingira pale wanaweza kuwa na conditions zinazokuwa zinatokana na yale mazingira walioko bila kujua. Hata kuna wakati nimesikia Arusha kuna watu wa Arusha wanakuaga na watu wa Arusha wanakuaga na meno yenye rangi. Wachaga na watu makabila mengine ya kaskazini. Hii ni kwa sababu ya maji. Kwa hiyo wewe unaweza kuona ile rangi ya meno, lakini inawezekana kuna magonjwa mengine yanasababishwa na yale mazingira. So haimaanishi wahame, hapana. Inamaanisha wajitambue. Ukijitambua, lile eneo ambalo liko weak utalifanyia kazi zaidi. Miguu inawaka moto ni zaidi. Vitamin B my dear. Hakikisha unawalisha mishipa, hakikisha afya yako ya mmeng'enyo iko sawa. Miguu kuwaka moto inaweza kuchangiwa na vitu viwili vikuu. Kukosa choo, constipation, imbalance au asidi tumboni. Afu jambo la pili, deficiency. Mapungufu ya vitamini B, haswa B12, na B6, B1, B6 na B12 na nini? Vitamini B, B1, B6, B12, afya ya mmeng'enyo au una acid reflux, ambayo pia ni afya ya mmeng'enyo. Acid reflux au gastric acid zote zinaweza kusababisha miguu kuwaka moto.
Kwa hiyo hizo ni deficiency. Sisi tunaziita deficiency, sio sickness. Sickness ni kitu ambacho mwili wako umekuwa attacked. Deficiency ni kitu ambacho kinatoka ndani ya mwili wako kwa sababu ya mapungufu yaliyoko ndani ya mwili wako. Ukiwa na upungufu wa vitamini B, B1, B6, B12 ambao normally unatakiwa upate kwenye chakula. Ukiwa na huo upungufu ni rahisi kupata miguu kuwaka moto, kufa ganzi, muscle cramps, hizo kwa sababu ya deficiency. Sasa watu wengi wanatibu deficiency kama ugonjwa, by the way, which sometime inaweza ikafanya kazi, lakini most of the time haifanyi kazi, inatengeneza resistance nyingine ambayo haipo. Deficiency nyingi sana zinasababishwa nazo. Kuna kidonda hakiponi, unatibu kidonda hakiponi. Kwa kawaida mwili unaweza kujitibu wenyewe. Ndio maana ukijikata hata jikoni unapika, uhangaiki sana, kwa sababu with time kidonda kinapona chenyewe. Sasa hiyo capability mwili ikipungukiwa, vidonda vinakuwa shida kupona. Iwe vya tumbo, iwe vya kawaida. By the way, vidonda vya tumbo pia vinaweza vikapona kabisa kwa sababu ni kurejesha microbes tu. Hiyo ni deficiency pia. Yes, big time deficiency. Ukiwa na deficiency kwenye mmeng'enyo, acid bile inakuwa out of balance. Microbes wanakuwa hawaja balance. Unao bakteria kifamilia. Hizi familia zisipokuwa kwa usahihi, vidonda vya tumbo vitaka vipone. So, rejesha hao bakteria. Na sio kazi ya siku moja. Tunarudi pale pale. Consistency is the mother of manifestation. Kuwa na consistency. Behavior change. Angalia diet, angalia sleeping pattern. Angalia vile unavyo handle maisha. Unakasirika, mara pap asidi inabadilisha mwelekeo. Na tumbo lako always lina kitu kinaitwa hydrochloric acid. Always iko hapo kusaidia poti ya mmeng'enyo wako. Sasa watu wanaenda mbali mpaka wanapata leaking gut kwa sababu hajui umuhimu wa hizi familia bakteria ambao wanamlinda. Hao ndio wanaamua kinga yako ya mwili na wanazalishwa kila siku na wanakufa kila siku. Kama vile ambapo seli zinazaliwa kila siku na kufa kila siku. Same, hawa bakteria wanazaliwa na kufa kila siku. Niko na shida ya choo kigumu, hata nikijitahidi na kula fruit mboga mboga tu, shida ni nini? Au microbes wanatakiwa balance, au tunawaita normal flora. Wakiwa chini ya kiwango, constipation haishi. Hapa ndio maana unasikia watu wanakuambia kula fermented foods. Fanya fermented foods sehemu ya chakula chako. Actually nimeshatoaga darasa ya kuferment chakula, vegetables. Unaweza ukaferment mboga kama cabbage, ndio sana watu wana ferment, lakini kitunguu maji unaweza kuferment. Hata pombe ile ya mbege ya Wachaga ni fermented. Hata hizi pombe za mahindi ni fermented. Actually hiyo ndio ilikuwa siri ya wazee zamani, kwamba walikuwa wana ferment, wanasindika sana vyakula vyao kiasi kwamba kitu kukosa choo ilikuwa sio jambo. Kukosa choo, unakosa choo kwa sababu unakula kila siku chakula hakina nyuzi. Kila siku tuna focus kwenye vitu ambavyo unakulaje ugali wa sembe kila siku? Mimi nitaupiga vita mpaka siku ya mwisho. Unakulaje ugali wa sembe kila siku? Yaani wewe kila siku ugali wako ni sembe mweupe. Itokee ni emergency huko mtaani. Fermented food, bwana, video zipo tu. Ingia kwenye Cornell Tanzania Healthcare YouTube utaziona. Bwana, ziko tu nyingi. Hata hapa kuna watu wengi sana wanaonyesha fermented foods. Fermented foods ni vyakula unavitengeneza mwenyewe. Tunatengenezaga, lakini sasa hivi tumekosa chupa. Kwa sababu tunategemea zile uweze kutengeneza na chupa plastiki, lazima chupa ya glass. Na mfuniko wake uwe airtight, isiruhusu hewa. Kwa hiyo unaweza kani WhatsApp, nitakutumia link ukajifunza. Ukitumia fermented foods hata vidonda vya tumbo vinapona. Hiyo asidi inayokusumbua inapona. Kuna wakati tumeanza kuferment hapa Cornwall, kuna mtu mmoja alinipigia simu akaniambia, familia yangu nzima tulikuwa na shida ya tumbo. Kama sio asidi ni vidonda vya tumbo. Kama sio vidonda vya tumbo ni kukosa choo. Nilipoanza kutumia fermented cabbage, wote tumepona. Inamaanisha nini? Ile ilikuwa sio ugonjwa, ilikuwa ni deficiency. Deficiency ambayo umeitengeneza mwenyewe mezani kwako. Mezani kwako kwa kile unachokula. So, minimize vitu ambavyo ni chemical based, promote vitu ambavyo ni organic.
Sasa nikimaanisha promote vitu ambavyo ni organic, niko aware kabisa kwamba huwezi kufanya 100%, lakini 70% is possible. Katika nchi kama Tanzania 70% is possible. Pale ambapo ungekula kitu ambacho ni chemical base, you can replace with natural. Jifunze tu. So kumaintain afya yako, kukua mzee mwenye afya, hata kama una mvi lakini unaonekana una afya. Unajua mvi sio kitu kibaya. By the way, tumefanywa kuona kama mvi, yani ukishakuwa na mvi basi wewe umezeeka, basi wewe ni mzee sana. Mvi sio kitu kibaya. Afya yako ikiwa nzuri, mvi ni kitu kizuri sana. I'm looking forward kuona nywele zangu zote nyeupe. I'm looking forward kuona nywele zangu zote nyeupe. I think nitakuwa very proud. Sasa hivi ziko moja moja, kwa hiyo kuna sana zificha maana hazipendezi. Lakini zikiwa zote nyeupe nitachana tu yani. Like ni heshima. Kuzeeka ni one of the privilege. Kuna watu wamekufa na miaka 20 au kufika hata 30. Unafika miaka 50, 60, alafu unaona ni burden. Hiyo hata Mungu anawashangaa. Jitunze. Tunza afya yako. Na kutunza afya sio expensive, ni rahisi sana. Ikata garden ya mchicha hapo nyumbani. Badala kupanda maukoka na maua kila mahali, eka mboga mboga. Hiyo energy unayotumia kupanda miti manini, panda mboga na matunda. Hapa nje kwangu sasa hivi ukitoka kuna miti dawa, kuna malimao, kuna machungwa, kuna mstafeli unakokuwa, kuna mkomamanga. Hizo vitu vingine by the way, lakini focus. Chochote ulichonacho surrounding your house kiwe kina idea ya kusupport afya yako. Ni aloe vera. Sasa hivi hapa nikisikia tumbo halijakaa sawa, nachukua aloe vera pale na menya vizuri, naweka. Yaani mimi 90% ya garden yangu ni dawa. Naweza kukuambia kila kitu kicho kwenye garden. Na sio tu dawa chakula. Hapa nasema shukrani, nitakutexti. Dokta, nimeambiwa dozi yangu ni miezi 3, nataka nianze mwezi mmoja kutoka. Yes, it's okay. Unaanza kidogo kidogo. Hiyo miezi 3 ndio tunataka uwe aware, kwa sababu watu wengine wanategemea short time solution. Sisi hatuamini katika hilo sana. Kwa sababu mwili wako ni cycle. Mwili wako ni cycle ambayo inazunguka kwa miaka 10. Unajua miaka 10 ijayo utakuwa na mifupa mingine, sio hii hapa. Na hiyo mifupa mingine ili iwe na afya inakutegemea wewe hapo. Wewe unafanya nini? Wewe unaitunza vipi? Na mifupa yako, key area ya kuhifadhi afya yako ya mfupa ndio key area ya kuhifadhi afya ya maeneo mengine yote ya mwili, kwa sababu mwili wako ni systems. Ndio maana chungwa halina vitamin C peke yake, lina fiber pia, lina enzymes, lina medicinal property. Ndio maana hata Biblia ikaandika, nimewapa chakula chochote kinachotoa mbegu ndio kiwe chakula chenu. Wale ambao ni wasoma Biblia wakasome Mwanzo mlango wa 1 mstari 29. Maelekezo, tunatakiwa kula nini? Chakula ambacho hakitoi mbegu, be careful, kwa sababu mbegu ndio inabeba uhai. Mbegu ndio inakufanya wewe uwe productive. Huwezi kuzalisha kama unakula kitu ambacho hakizalishi. Mimi sio muumini wa kula vitu ambavyo havizalishi. Bora nile maharage kila siku. Dada mmoja akaniambia, dada unakula maharage sana. Nikamwambia let me eat beans, kwa sababu najua hii nikiotesha inaota. Huwezi, mwili wako unajizalisha kila siku. Seli zinazaliwa, bakteria wanazaliwa. Ndio maana nywele zinaota, ndio maana kucha zinaota. Alafu unaufidi vitu ambavyo havizalishi. Sasa utajizalishaje? Unaulisha mwili ambao ni organic vitu ambavyo ni non organic. Unategemea mwili wako uje maintain vipi? Sasa unapoanza kuumwa unategemea upewe dawa kuto mara 3 upone, wakati wewe mwenyewe unaulisha mwili wako non productive food. Lazima kitu unachokula kiruhusu mwili wako ujizalishe. Lazima vitu unavyofanya viupe nafasi mwili wako kujiproduce. Rejuvenation. Unapokuwa mtoto mpaka miaka 30, uzalishaji wa mwili wako uko very quick na haraka kuliko baada ya miaka 30. Wanasemaga una grow mpaka miaka 30 unaanza kupungua. Wanasema una generate mpaka miaka 30 unaanza kudegenerate. Maana yake some form of uzee unaanzia miaka 30. Haijalishi unasemaje, miaka 30 wewe ni mtu mzima, unaanza kuzeeka, unaanza kudecline. Ukiwa unaanza kudecline unatakiwa kufanya nini? High maintenance. Unatakiwa kufanya high maintenance. Elewa key areas za kumaintain mmeng'enyo.
namba moja. Hormones namba mbili. Ukibalance hormone umebalance cardiovascular system. Ukibalance mmeng'enyo umebalance afya yako ya ngozi, ya brain, immune system. Ukibalance mmeng'enyo umesha balance immune system. Ukibalance hormone umebalance cardiovascular vizuri tu, kwa sababu fatty acids zinazo balance cardiovascular ndizo zinazo balance mfumo wa moyo vizuri. Enzymes na chakula kinabeba vyote hivyo, na vitu vingine vinazalishwa na miili yetu wakati tumebalance. Ndio maana kila siku nasema key hapa ni kuelewa systems na kuziruhusu zibalance. My sister Robina, karibu. Umechelewa lakini nakuona hapa. Guys, kuna mtu amejifunza kitu? Nianze kupokea maswali. Asante wale ambao mjanifollow, please mnifollow. Afu hata mmoja jamani, mjanipa hata zawadi moja. Kwa nini? Ina maana nyie hata coin zinawashinda. Acheni hizo bana. Acheni. Makofi kwa wale wanaoshare. Makofi kwa wale wanaoshare. Makofi kwa wale wanaolike. Makofi kwa wale wanaoshare. Mambo. Makofi kwa wale wanaolike. By the way, understanding. Hakuna kitu kikubwa kama kuwa na uelewa. Asante kwa kujifunza. Amina Sheri. Dota, karibu. Asante. Kuna mtu hapo aliniandikia nikaiona comment yake nikaipita. Eti aliyekuwa na raha sana. Unajuaje? Unajua kama aliyekuwa na raha. Yaani mnapenda kujiamulia mambo. Mambo, karibu. Msipende kujiamulia mambo. Kama unahitaji huduma zetu, namba ziko hapa. Dada yangu ulipotea sana. What is this? Kwa nini unapotea? Guys, ninapokea maswali sasa hivi. Tupige story. Kama unataka kupanda, naomba usende request hapa. Nikupandishe. Ukae hapa juu tupige story. Kama unataka kupanda nikupandishe, ukae hapa juu tupige story. Tuma tu request hapa. Napokea maswali, napokea michango. Naamini kwenye mmeng'enyo sana kabisa. Umeona mmeng'enyo ukikaa vizuri, afya yako inakaa vizuri sana. Mtu akitaka kukuchanganya akili yako anavuruga mmeng'enyo kirahisi sana. Wewe angalia tu mtu anakula chakula kibaya, mara moja mambo yanavurugika hapo. Kama hujanifollow hakikisha umenifollow guys. Kama hujanifollow hakikisha umenifollow. Asante kwa wale ambao mmenifollow. Vyakula visivyozalisha ni vipi? Ambavyo si organic. Hakikisha kila kitu unachokula kiwe organic. Kama si organic, hicho ni non productive. Chakula chote ambapo mbegu yake ukienda kuiotesha yote, be careful. Chakula chote ambacho mbegu yake ukienda kuotesha yote, be careful. Wanyama ambao wananenepa bila kunenepa naturally. Yaani unajua ili mnyama awe na afya nzuri anatakiwa kula vyakula organic, yale majani, ale labda pumba kutoka kwenye mahindi, au ale vitu ambavyo vinatoka kwenye nature. Na mwanadamu anatoka kula kitu kwenye nature. Ili ule nyama yenye faida. Either kama ni samaki atoke ziwani au baharini, au kama ni nyama ya ng'ombe, ya mbuzi, awe anakula majani, grass fed cow au grass fed goat, mbuzi wa kula majani. By the way, ujue hata siagi inayotokana na ng'ombe wanaokula majani ni very expensive. Ukikuta siagi inauzwa 5,000, jiulize tu hapo. Mimi siagi ninazozijua ambazo ni grass fed, natoka kwenye grass fed cow 25,000 nusu kilo 30. Mtani waelezee kuhusu madhara ya minyoo na jamani, minyoo si inazungumziwa na wenyewe. Kuna wataalamu wake mjini. Maana mimi najua dawa za natural za kusaidia usipate minyoo. One of the thing, ukibalance mfumo wa mmeng'enyo na ukatumia hizo natural support, sijui H. pylori, sijui minyoo, sijui ameba, sijui nini, naturally wanatakiwa kuwa taken care na mwili wako. Unajua kinachofanya miili yetu inaweka
wageni ni kwa sababu tayari kuna hiyo nafasi. Unaachilia nafasi, mgeni anaingia na kafu. Dokta na shida ya mate kujaa mdomoni usiku, nimetumia sana dawa haijasaidia. Kwa nini mate yanajaa mdomoni? Hiyo mambo asidi ya mmeng'enyo wako. Mate yanakuwa triggered na vitu viwili: imbalance ya mmeng'enyo au hormones. Imbalance ya mmeng'enyo inakuwa too much acid kwenye mfumo wa mmeng'enyo, au mwili wako unabeba nini, unakula sana vitu vya sukari, asidi inakuwa out of balance. Tunajua mate kuja mdomoni inaweza ikachangiwa na nyongo, lakini bakteria. Ziko sababu nyingi. Namba hizo hapo, kama hujapata msaada tukupe msaada. Misaada yetu ni tofauti. Sisi ni natural approach, naturopathic approach. Kila kitu ni natural. Kuna ng'ombe huko siku hizi. Na nasikia huko anavolia. Okay, mwani husaidia sana usagaji wa vyakula. Ni mineral. Chochote kinachotoka baharini ni mineral, guys. Bahari ina vitu vingi ambavyo binadamu akila vina faida kubwa, kwa sababu bahari yenyewe inatoa madini ya kutosha. So kama hakuna maswali, mimi nitawaacha. Nimeshakaa hapa, nimeshaongea lisali 1 na dakika 12. Jamani, unajua kuongea lisali 1 non stop? Hivi mnajiulizaga kwa unaongeaje lisali 1 non stop? Naomba kama hakuna swali, hakuna anayetaka kupanda. Kuna mtu amesha request hapa, sorry, nilikuwa sijaona. Ebalist, karibu. Mambo? Hakikisha unazingatia kanuni na taratibu katika mazungumzo ya live. Karibu. Asante. Habari ya leo? Salama kabisa. Naitwa Richard Marisa, niko Kibamba. Habari Richard? Ni kweli mti wa mninga unatibu kisukari? Salama kabisa. Robina, unatakaje? Unatakaje? Kwa kweli karibu. Endelea boss. Tatizo la usagaji wa chakula ni kubwa sana kwenye jamii zetu, kwa sababu asilimia fulani hawatumii vyakula ambavyo vina hivyo huleta matatizo mengi. Unakatika Richard. Angalia mtandao wako. Angalia mtandao wako Richard, afu utarudi. Ngoja nijibu maswali hapa. Mwani tayari nimeshajibu. Nabonyeza tumbo, nasikia maumivu. Shida ni nini? Inabidi upate utaalamu, daktari afanye kazi yake maidia. Maana tumbo lina mambo mengi. Ukisema tu unabonyeza napata maumivu, inawezekana hapo unapobonyeza ni penye ini, au ni kwenye kongosho, au ni kwenye nini. Sasa hapo hatuwezi kujibu hilo ni tumbo. Tumbo lina stage, na sehemu 3 kwanza kuu, alafu inategemea unakogusa pana maumivu ni wapi. Ni kweli mti wa mninga unatibu kisukari? Darubina, mimi siwezi kujibu. Unajua no research no right to speak. Nikisema hautibu nakosea, nikisema unatibu pia nakosea. Maana sijaufanyia utafiti. Kisukari kina kanuni na taratibu zake. Tayari mtu akishakuwa na kisukari, hiyo ni stage nyingine kabisa. Unajua, mnataka kujua vitu tunavyoongea hapa ni vya muhimu sana ukiwa haumwi. Ukishakuwa unaumwa, kanuni na taratibu za ugonjwa ni zingine kabisa. Ndio maana hapa nasemaga kila siku tufanye diagnosis hapa. Hapa tunaongea mfumo wa maisha. Mtu tayari anaumwa, amuone daktari. Kwa sababu zingatia, unaweza kuwa unaniambia hapa hivyo, kumbe mwenzangu wewe tayari sukari huko iko juu, kila kitu. Mimi nimekaa hapa tu nakwambia mti wa mninga ni dawa. Hapana. Sawa
maana nisije nikajikuta natengeneza mazingira ya kuwafanya watu badala wapate msaada wajikute tena wanahangaika. Na ndio maana sisi tumeweka namba za simu ili ukiongea na daktari akikuona unahitaji msaada akupe mwelekeo sahihi. Hapa tunaongea vile vitu vya kawaida. Tunaongea vitu vya kawaida ambavyo havihitaji utafiti, uchunguzi mkubwa. Ni vitu vya kawaida kwamba jamani, badala ya kula ugali wa sembe, kula ugali ambao una nyuzi nyuzi, utakusaidia kupunguza changamoto za mmeng'enyo. Alafu wanga sio ugali tu, wanga sio wali tu, wanga pia viazi vina wanga, mihogo ina wanga, ndizi zina wanga, maharage pia yana wanga. So wanga sio ugali na wali tu guys. Ni maana ukisema wanga watu wanakuambia kwa nini ile ugali au ugali na wali peke yake? Magimbi pia yana wanga. Maharage haya tunayapenda sana. Mimi napenda maharage kwa sababu najua yanakupa protini, yanakupa nyuzi nyuzi kiasi, yanakupa wanga. Maboga pia, boga lina wanga pia. Kwa sababu lenyewe lile boga kama boga lina mbegu za maboga ambazo ni nzuri sana kwenye kukupa fatty acid, kwenye kukusaidia kubalance hormone. Wamama wanaonyonyesha wanaweza kutumia mbegu za maboga kwenye uji, wakaongeza maziwa ya mtoto, wakabalance hormone. Lakini lile boga lenyewe linakupa wanga, linakupa nyuzi nyuzi, linakupa vitamin, linakupa madini pia. Chochote ambacho kinaota kwenye ardhi kina madini, maana ardhi ndio imebeba madini yote yaliyomform binadamu. Maji pia yanakupa madini, as long yanatoka kwenye mwamba, yanatoka kwenye chemchem, yanatoka ziwani, yanakupa mineral. Maji ya bahari pia yanakupa madini. Maji ya bahari ni mazuri sana kusafisha ngozi. Ndio maana kama una shida ya ngozi unashauriwa kwenda kuogelea baharini. And it's not a witchcraft, it's a science. Ni sayansi. Mimi nina asidi lakini naniumiza katika mishipa kuanzia. Ukishakuwa na asidi tumboni, whatever asidi, mwili ikiwa na imbalance asidi, pH ya mwili haibalance, kila mahali kutauma. Kila mahali kutakuwa na shida. Kwa sababu key ya kubalance mfumo wako wa mwili mojawapo ni kubalance pH. Ukishakuwa na acid reflux, acid balance kwenye mwili wako, kila mahali kutakuwa na shida. So, once una acid, matibabu unahitaji hapa. Tunazo natural support nyingi sana kwa watu wenye shida ya acid. Wako watu ambao wamezitumia wanajua, wako hapa. Wengine wako hapa wana comment. Wekeni comment mumsaidie mwenzenu ajue njia ya kushika. Kila siku wanasema katika vitu Mungu anaweza kukusaidia ni kupata msaada sahihi katika masuala ya afya. Na hakuna msaada sahihi uko rahisi. Ili kitu kiwe cha thamani lazima kiwe gharama. Yes. Kwa hiyo naamini nimeongea na mmenielewa. Kama unaumwa muone daktari. Zingatia hili neno unalolisema kila siku. Hakikisha unamuona daktari sahihi kulingana na changamoto ulionayo. Itakupunguzia hassle nyingi sana. Stage za afya ni nyingi. Maarifa yako ndio yatakao kusaidia. Usipofanya chakula chako kuwa dawa, dawa zitakuwa chakula chako. Nikiwa na maanisha nini? Diet yako lazima ipromote afya yako. Diet yako lazima iwe sehemu ya afya. Usiwekewe tu mezani vitu vijui. Lazima ujue kuna nini. Na hapo nikarudi sema nikasema, hivi kwa nini niwe napikiwa? Lazima nikipikiwa nijue nini kinapikwa. Hapo zamani nilikuwa nakubali kupikiwa. Siku hizi yani tangu nilipofika 45 years nilianza kucheki kila kitu. Hata kama unanipikia I need to understand. Hiki ni nini? Sichagui, mimi nakula chochote. Lakini nakula kwa kiasi na kwa wastani. Tegemea nakula nini na nakula wapi. Sasa wewe kila siku ni vitu vya kukaanga. Asubuhi vya kukaanga, mchana vya kukaanga. By the way, kula kutwa mara 3 mimi hilo nilishasahau. Nakulaga kutwa mara hizi 2. Mimi kama mimi, sisemi na wewe lazima ufanye hivyo. Na inategemea na age yako na mahitaji ya mwili wako. Ila afya yako ni jukumu ambalo linaanza na wewe. Na ukishaumwa muone daktari. Ukishapata ugonjwa symptoms za maumivu muone daktari. Yeye ndo atakusaidia, maana yeye ndo amesoma anatomy alafu akasoma na kitu kinaitwa physiology. Hivi vitu viwili vinakwambia hapo tumboni unapopagusa panauma ni kitu gani?
Wewe umegusa hapa. Sisi tumbo tunasema liko hapa. Sasa umegusa hapa. Hapa kuna nini? Si daktari aliyosoma anatomy ndio anajua hapa kuna nini. Kwa hiyo unapogusa hapa unamwambia panauma. Yeye haendi tumboni kama unavyoenda wewe. Wewe unaenda eneo la tumbo lakini inawezekana sio tumbo hata kidogo. So ukimwona daktari ata-establish kujua kwamba ili ni tumbo, ili ni bandama, ili ni nini, chochote kile ambacho wewe unahisi ni kitu fulani, yeye ataona tofauti. Hicho unachokiita wewe tumbo, sisi tunakiita small intestine au tumbo mwembamba. Hicho unachokiita wewe tumbo inawezekana ni utumbo mpana. Kuna binti tulikuwa tunamhudumia siku moja. Amevimba hapa. Alikuwa amevimba hapa. Yeye kila siku alikuwa anasema amevimba tumbo la chakula. Lakini ukimsikiliza hana shida, kila chakula kinaenda vizuri. Kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua ni kingine kabisa. Sio kile alichokuwa anasema. Lakini ukimsikiliza kwenye simu hivi au ukimsikiliza anapokuelezea, unaweza kuconclude shida ya tumbo. Kitu tulivyomwona hivi, kitu cha kwanza macho yake tu yaliongea haraka sana. Ini limevimba. Na kweli alienda kupima, kadhibitishwa ini limevimba. Unaona? Ndio maana nakataga kusema hapa tufanye consultation na conclusion hapa. Haiwezekani. Is a very wrong practice. Umeelewana? Kama umenielewa weka comment. Na kama nime make sense weka comment. Ili tunapoongea hapa, tunaongea mambo ya msingi ya kawaida yasiyoingilia taaluma. Yaheshimu taaluma ili mtu apate msaada sahihi. Okay guys? Yes. So, asante my dada. Makofi kwako. Unajua umenielewa. Asante kwa kunielewa. Good. Afya yako ni jukumu lako binafsi. Elewa kanuni za afya. Wakati tuko wadogo tunaimbaga tunasema kuleni chakula bora cha kujenga mwili. Alafu jenge nyumba na pakulala pawe bora. Sasa kama hauli chakula cha kujenga mwili, haulali mahali pazuri. Hilo ni jukumu namba 1 la kwako binafsi. Jukumu namba 2 la kwako binafsi, usafi wako mwenyewe. Sasa mwenzangu, wewe kama haui msafi, usafi tu wako binafsi unakushinda. Tukiongelea chakula kweli kitawezekana? Hebu anza kuwa msafi bwana. Oga utakate. Jipake mafuta. Hiyo ndio sio expensive hivyo. Sabuni ya kuoga hapo si hela kidogo tu. Sabuni ya kuoga hapo si hela kidogo tu. Hiyo maana kama unataka kuifanya iwe expensive wakati ni kitu cha kawaida. Oga mara 2 kwa siku. Ukioga mara 2 kwa siku utapunguza pathogens wanaokuataki. Bakteria wabaya. Utaamsha kinga ya ngozi. Ngozi yako itakuwa na kinga imara. Ukiwa msafi, vimeleo vyako vitafunguka vizuri. Hata damu itaflow vizuri. Alafu ogea sabuni ambazo sio sumu. Acha kuchanganya makrimu 10 unachanganya sehemu moja ili uwe mweupe. Idea sio kuwa mweupe. Idea ni kuwa na ngozi yenye afya. Yes, idea ni kuwa na ngozi yenye afya. Kuna tofauti ya kuwa mweupe na kuwa na ngozi yenye afya. Utaweza kumaintain wewe weupe my dear, utaungua. Lakini ukiwa na ngozi yenye afya unaweza kuimaintain. Na tufanye mazoezi. Acha kukaa sana. Mpaka unatengeneza kitambi ambacho hakieleweki kama ni kitambi au ni tumbo. Hakieleweki kabisa. Sababu unakaa sehemu moja masaa mengi. Especially wale ofisini na madukani. Unakaa dukani kutoka mpaka jioni ndio nyumbani unalala. Unaamka asubuhi unajua unashinda. Seti muda wa mazoezi. Dakika 20 mpaka lisali 1. Lazima ufanye activity. Yaani mimi nimeamka asubuhi hapo chumbani kwangu, leo hata sikutoka nje. Chumbani kwangu hapo nikaweka kikapeti hapo chini, nikapiga zoezi, zoezi la kutosha. Sit ups za kutosha, nikachuchumaa na kusimama kama mara 50 hivi. Kufanya flexibility ya joint, ya magoti. Katika hii age kitu ambacho watu wengi hawawezi ni kukunja magoti. Kukunja magoti. Janet Mafie. Namba hizi hapa. Ongea na daktari aliyoko hapa atakusaidia.
Kukunja magoti. Kama uwezi kuchuchumaa mpaka upate choo cha kukaa, subiri, maana suni utakuwa unaumwa na uti wa mgongo, suni utakuwa unaumwa na diski, kwa sababu kinachoanzaga ni magoti. Tunayachukulia poa, tunaenda nayo tu taratibu, kusema magoti yanauma, nipe dawa ya magoti. Fanya mazoezi, tengeneza flexibility. Alafu ukitaka kufanya mazoezi usifanye mazoezi ukiwa umeshiba. Mazoezi yanafanywa kabla ujala. Mazoezi yanafanywaga asubuhi. Ukifanya mazoezi jioni at the age of 40 above, usiku utapata usingizi, kwa sababu damu itakuwa ina flow kwa kasi. So seti muda wa mazoezi asubuhi saa 11 mpaka saa 2 hapo, ili jioni damu yako hiyo imeshatulia, ukienda kulala mwili uweze kurelax. Watu wengi sana hawapati usingizi, sababu moja wapo kubwa ni mazoezi ya kufanya jioni. Kama nawafundisha kinyume na wengine mtanisamehe, mimi ni naturopathic doctor. So mimi nafundisha according to understanding of naturopathic approach. Yes. Mazoezi ukifanya asubuhi yatakupelekea kukosa usingizi. Usiku. Mazoezi ukifanya usiku yatakupelekea kukosa usingizi. Mazoezi yanafanywa asubuhi. Seti muda wako nusu saa au lisali moja. Kama mwili wako ni mzito sana, unahitaji kuanza na mazoezi kidogo kidogo, kwa sababu kumbuka kuna kile cha moyo. Ukifanya mazoezi damu inazunguka kwa kasi. Kama una mwili mkubwa na mwili wako una mafuta mengi, anza mazoezi mepesi. Anza na tai chi, mazoezi malaini ambayo hayata kuaffect mfumo wako wa moyo. Ulishasikia mtu anafanya mazoezi alafu akaanguka akakolapse? Kwa sababu kuna hicho kipengele cha damu inapo flow ina affect moyo. Usisukume damu kuliko uwezo wa mishipa yako. So anza na mazoezi mepesi, taratibu taratibu taratibu. Consistency is the mother of manifestation. So mazoezi taratibu taratibu, utashangaa baada ya muda mwili umeanza kuwa flexible. Hata mimi nilikuwa muda fulani nilikaa sana bila kufanya mazoezi. Nilipokuja kuanza kufanya mazoezi, kila mahali kunauma, kila kitu kiliuma, lakini niliendelea. Siku 28 za mwanzo ilikuwa ngumu. From that time to now, very very easy. Na nimeset, yani kwa wiki angalau mara 3. Kama niko busy sana, mara 3. Kama siko busy, mara 5. Nusu saa mpaka lisaa. Lakini nusu saa inatosha. Nusu saa inakutosha sana. Moja ya area ambayo watu inawaletea magonjwa mengi ni chronic inflammation, kwa sababu miili yao imeclog, joint zimefunga kila mahali, hawezi kufanya chochote. Na kama wewe ni mwanaume unashindwa kufanya mazoezi, joint zinauma, promote homoni ya kiume. Iamshe. Pandishe hiyo homoni ya kiume iwe juu. Hiyo ndio inaamua misuli yako. Hiyo ndio inaamua capability ya flexibility ya joint zako. So, kama homoni ya kiume iko chini, hapo ndio unaanza kuwa mdhaifu kwenye misuli. Mishipa ya damu inaanza kuwa ina harden, Kiswahili ni inaanza kuwa tight. Mara pressure inaanza kupanda. Kwa sababu testosterone level inasaidia sana kuwa na ile clarity, flexibility. Fatty acids zinasaidia flexibility ya mishipa. Fatty acids tunazipata kwenye nini? Fatty acids ni aina ya mafuta. Tuna omega 3, tuna omega 6, tuna omega 9. Wenzangu nyie kila siku mnakula omega 6 ambayo ni corrosive, inasababisha hardening ya mishipa, inasababisha kitu kinaitwa plaque kwenye mishipa. Sasa ili uweze flexibility uipate ya mishipa, lazima ubalance hizi omega 3. Na hii ndio maana tunasema kila siku tumia flaxseed oil kama sehemu ya diet yako tu. Mara moja kwa siku kijiko cha chai ina kumaintain mishipa yako big time. Coenzyme Q10 haitazalishwa kama mwili wako hauko kwenye perfect balance. Hiyo ni enzyme inayozalishwa na mwili wako. Lakini itazalishwa as unatumia vitu ambavyo vina support pia metabolism. Asubuhi naweza kunywa maji ya uvuguvugu nikiwa nimeweka unga wa mdalasini, ubuyu na chumvi. Kwa nini unaweka vyote hivyo? Kwa nini unaweka unga wa mdalasini, ubuyu na chumvi? Hiyo ni dawa tayari.
Ukiweka tu chumvi yenyewe ingetosha, au mdalasini wenyewe ingetosha, maana hapo tunafanya hata ubuyu wenyewe ungetosha, una activate metabolism. Ukishachanganya hapo umeshatengeneza dawa. Na hapo ndo tunapokwamia. Yaani dawa za asili ni nzuri, lakini matumizi yetu ndio yanazipeleka zinatu affect badala ya kutusaidia. So kama unataka kutengeneza dawa, that's okay. Lakini huo mchanganyiko uweke kwenye mboga, kwa sababu utapika na chakula, chumvi, mdalasini, ubuyu, unaweza ukaupikia hata kwenye chakula ambapo inakuwa ni sehemu ya chakula, utazidisha. Ukiloweka kwenye maji tayari umetengeneza dawa ambao unatakiwa unywe kwa kipimo, sio unywe kila siku. Ila chumvi yenyewe, na chumvi ujue ni aina gani ya chumvi, kwa sababu chumvi zingine zinapandisha pressure. So actually the natural salt. Natural salt ambayo itasaidia kuactivate metabolism yako, utaona kabisa seli zinapokea maji. Ukinywa maji, electrolytes, huo mfumo unaanza kufanya kazi yake vizuri. Nilirudi kwenye somo wakati nilikuwa nimeshaaga. God bless you guys. Kama hakuna swali, kama hujanifollow kisha umenifollow. Sasa baada ya dakika 6 nitafanya mambo mengine. Kama hujanifollow kisha umenifollow. Kama hujanifollow hakikisha umenifollow niondoke. Nawapenda. Hii video nitaidownload, nitaiweka YouTube. Nimeanza kufanya hivyo last time. Nilidownload pia nikaiweka YouTube. Chumvi aina gani? Chumvi ya mawe, Himalaya, pink salt, hizo zina mineral ya kutosha, ni natural salt. Chumvi za natural. Hizi nyingine zibaki kwenye kupikia tu, lakini usinywe kwenye maji. Ile chumvi tunasema chumvi ya mezani ile, usiweke kwenye maji. Tumia chumvi za asili. Kwa sababu idea hapo unafanya hivyo ni kupata madini. Asante my dad. God bless you. Mungu awabariki sana. Uwe na siku njema. Mkikutana na video zangu mhakikishe mnashare. Jamani, nimechaguliwa. Nimesahau kuomba kura. Nimechaguliwa kwenye nini awadi? Nimeshaitoa kwenye hizi awadi nikawa nazipotezea. This time nikasema ngoja nijaribu. Sasa nisipopata stangaika nazo tena. Aya. Nisipopata this time nitaendelea na kazi yangu, nitaachana nazo. Ngoja nitafute ile awadi niliambiwa ninapewa. 1 minute. Nimeambiwa mnipigie kura. Mnipigie kura bwana. What is this? What is this? Kuna mtu ameshaondoka na page yangu hapa. Page yangu haipo. What is happening? Page yangu haipo madam. What is this? Ngoja niingie kwenye page. Mnipigie kura wapenzi. Ngoja nimshushe huyu mangi. Nimshushe huyu anaweka kikombe hapa. Disconnect. Namna gani bicarbonate of soda na maji? Unajua issue ya bicarbonate of soda, we have to be careful. You have to be careful. Hiyo inataka maarifa. Alafu pia brandi zinabadilika. Sio kajitengenezea matatizo. Najua ni kuna clip niliwekaga huko zamani. Lakini jamani, mnipigie kura hapa. Mwingie kwenye page yangu ya Insta mnipigie kura. Kwa hiyo sitaki kuizungumzia sana. Mungu awabariki, muwe na siku njema. Kwaherini. Okay.